Mchana huu tunaanzia huko Kenya ambapo tunaarifiwa kwamba Rais William Ruto amekiri kwamba aliidhinisha kituo cha karantini cha kuweka wagonjwa wa Ebola katika kituo cha jeshi la anga la Laikipia, akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha utayari wa Kenya kukabiliana na ugonjwa huo. Makubaliano hayo kati ya Kenya na Marekani yamezua utata na upinzani kutoka kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na viongozi wa upinzani ambao wameelezea wasiwasi kuhusiana na tishio la kiafya linaloweza kujitokeza ikiwa mlipuko wa ugonjwa huo utatokea. Taarifa zaidi na Wakio Mbogo. Rais Ruto amesema kituo hicho si tofauti na vituo vingine vya afya na vituo vya karantini vilivyopo nchini Kenya na kwamba serikali inaelewa hatua inazochukua. Alisisitiza kuwa Kenya imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Marekani katika mapambano dhidi ya magonjwa kama ukimwi, COVID-19 na Ebola. Rais Trump alipoomba serikali ya Kenya iwaunge mkono kwa kuanzisha karantini katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia, nilikubali kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya makubaliano na ushirikiano na marafiki. Serikali ya Marekani imetusaidia na kuwekeza rasilimali nyingi nchini Kenya na tunavyo vituo vingine 23 kote nchini Kenya. 23 other facilities. Wiki iliyopita Kenya iliidhinisha ombi la Marekani la kuanzisha kituo hicho katika kambi ya jeshi ya Laikipia kitakachopokea raia wa Marekani walioambukizwa au wanaoshukiwa kupata virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa Ruto, kituo hicho kitakuwa sehemu ya miundombinu ya kitaifa ya afya na kinaweza pia kuwahudumia Wakenya endapo kutahitajika. Kwa mujibu wa Ruto, Kenya ina raia wake nje kwenye maeneo yaliyoathirika ikiwemo wanajeshi walio Kongo, kwa hiyo hatua hizi ni za tahadhari. Serikali ya Kenya imesema imeimarisha ukaguzi katika mipaka na viwanja vya ndege ikichunguza takribani watu 3,000 kila siku. Ruto amesema hadi sasa hakuna kisa cha Ebola kilichothibitishwa nchini Kenya. Hata hivyo, mpango huo umekabiliwa na upinzani kutoka kwa wakazi wa Nanyuki na viongozi wa eneo hilo ambao wanahofu kuwa kituo hicho kinaweza kuhatarisha afya ya jamii zinazozunguka kambi hiyo ya kijeshi. Mahakama ya Kenya imeamuru kusimamishwa kwa muda kwa utekelezaji wa mpango huo kufuatia kesi iliyowasilishwa na shirika la Katiba Institute linaloupinga. Aliyekuwa naibu wa rais na sasa kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua anasisitiza kuwa Wakenya lazima washirikishwe kupitia zoezi la ushiriki wa umma, huku akiitaka Marekani iheshimu uamuzi wa mahakama. Don't join Kenya. Msijiunge na Kenya katika kukaidi amri ya mahakama na kuendeleza utamaduni wa kutoadhibiwa. Tutajiuliza iwapo mnatumia viwango viwili tofauti. Kimoja kwa Marekani kwamba ni nchi ya kidemokrasia inayoheshimu utawala wa sheria, lakini nchini Kenya mnaweza kuungana na serikali kupuuza amri ya mahakama. To disregard a court order. Hata hivyo, Rais Ruto hakurejelea uamuzi huo wa mahakama katika maelezo yake kwa waandishi wa habari. Mvutano huo uliongezeka Jumatatu baada ya maandamano kufanyika Nanyuki. Waandaaji wa maandamano na vyanzo vya usalama walisema watu 2 walifariki dunia wakati wa maandamano hayo, ingawa mazingira ya vifo hivyo bado hayajafafanuliwa kikamilifu. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.